jamii zetu ni habari njema, na habari njema kubwa sana. Hii habari njema sikia kwamba Kristo amekuja mnyororo, amekuja kifo na kwa ushindi kutoka kaburini. Kwa sisi ambao wanakuja matumaini kwa Kristo kumbe mwanzo wa maisha mapya, mwanzo wa maisha mapya kama watu ambao wanatamani wanapenda kuwa karibu na Mungu. Na kwa sababu sisi ambao tunasherehekea kwa Kristo, sisi ambao karibu na Mungu tunajiita kwamba ni mahujaji wa matumaini wa ndani zetu. Tunapoendelea kusherehekea siku hii na furaha hii kubwa, kumbe inatubidi kutambua kwamba ufufuo wa Kristo ni habari njema. Habari njema sio tu kwetu ambao tuko hapa kanisani, sio tu kwa sisi wa Kristo, lakini ni habari njema kwa kila mwanadamu, kwa sababu Kristo kama Kristo na yote aliyopitia na kile ambacho alipitia aliyokamilisha ilikuwa ni kwa ajili ya kuokoa na kukomboa mwanadamu ambaye alikuwa amefungwa na hizi minyororo ya dhambi. Yeye alikuja minyororo ya kifo, vile pia akakuja minyororo ya dhambi ambayo ilikuwa imefunga. Lakini kutekeleza hayo, kutekeleza kwa kila mmoja bila ubaguzi wowote, kile ambacho tunatuletea au kwa lugha moja katika rahisi, ukombozi aliotuletea ulikuwa ni ukombozi ambao sio wa kabila moja, ulikuwa ni ukombozi ambao sio wa lugha moja, lakini aleta ukombozi kwa kila mwanadamu yote ambaye alikuwa mkubwa na minyororo na sasa kwa huru. Na kama tulivyosikia katika somo la kwanza, lakini vile kwamba Kristo kama Kristo, maisha yake yote yalikuwa yametawaliwa na mema, na yale ambayo tunatenda yalikuwa mema, alikuwa anafanya mazuri yale yanapendeza mwanadamu. Na kama tulipitia kwa sana kwa Kwaresma, hayo mema aliyokuwa anatenda ilikuwa chanzo cha kuokoa Wayahudi na wakuu wa makuhani. Lakini hata hivyo hakuchoka, aliendelea kuponya wagonjwa, aliendelea kufufua wafu, aliendelea kuhakikisha kwamba viwete wanatembea, viziwi wanasikia, na vipofu wanaona, na wale ambao wanaelewa mzigo anaeleza. Kumbe haya mema aliyotenda au aliokuwa akitendea, ndio tunaona kwamba ndio ilifanya katika hali yote afi. Lakini kwa vile Mungu katika upendo wake aliyokuwa nao akamfufua siku ya tatu, na akadhihirisha kwamba huyu ndiye mtendea maovu. Hapana, huyu ndiye mtuma kwenu, kwamba aje au mmoja wenu atembee nani na aonyeshe njia ya kuja kwangu. Hata licha ya kwamba tunatenda haya yote, mimi kama mimi bado nampenda na nitaonyesha kwamba nina mamlaka
ya yote hata kama kipo. Na siku ya tatu akamfufua. Na alipofufuliwa tunaona kwamba ilikuwa ni ushuhuda mzuri sana kwetu sisi, lakini hata kwa njia pekee kwa mitume, kwa sababu huko ulikuwa ni dhihirisho kwamba neno yote alituambia alikuwa kweli, sio kweli kwa kusikia, kweli kwa kuona, kwa sababu walimuona wakale na yeye na wakadhihirisha kwamba huyu ndiye yule ambaye aliuawa. Sasa aliponaye namuona na kula na yeye. Yeyote ambaye anafurahia kwa Kristo, yeyote ambaye anafurahia ushindi wa Kristo, yeyote ambaye anahuzunishwa na mateso ya Kristo, habari hii njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo inapaswa kutuletea matumaini. Sio matumaini kwangu, sio matumaini kwako, sio matumaini kwetu, lakini kuleta matumaini kwa ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima ukiri kwamba kipindi chote cha Kwaresma ilituletea toba, ambayo kila mmoja alikuwa anaona jinsi gani dhambi aliyotenda na kufanya huyu ambaye hapo na ile yote anasema, na baadaye aone jinsi anavyoona kuomba msamaha kwamba aliyemtendea huyu basi samehewe. Na maana ambapo kumbe tunapaswa kwa yote sasa katika kwa kusherehekea sasa kipindi cha Pasaka, kipindi ambacho kimetuletea wokovu, kipindi ambacho kimetuletea ulimwengu wokovu, kipindi ambacho kinafanya kila mmoja ashukuru. Kumbe kila mmoja wetu sasa, kwa vile sisi tumekiri kwamba ufufuko huleta maisha mapya, tumekiri kwamba kupitia kwa Kristo tunaokolewa. Sasa kila mmoja aweze kujiangalia. Sasa kujiangalia kwa lugha ya kusema kwamba introspection maana yake kwamba usijiangalie kwa kioo jinsi unashuka nywele, jinsi unang'ara ngozi, lakini jiangalie kwa undani, lugha tunasema, na uone jinsi unavyong'ara nje, lakini ndani kidogo angalizi. Kipindi hicho wokovu, kipindi hicho matumaini, kumbe tunapaswa kutuletea au kutuwezesha kwamba kila mmoja abadilishe maisha yake, abadilishe mienendo zake, abadilishe fikra zake, na awe kiumbe kipya, kiumbe ambacho kimefufuliwa na Kristo. Sakramenti ya ubatizo ni sakramenti ambayo inafanya kila mmoja hapa kufa na kufufuka. Wale kubatiza jana sasa usio kubatiza jana usio na sababu. Bwana Yesu anataka kwa hai. Ajabu. Wapo ni kubatiza jana. Umekufa. Kwa hai. Basi kama mjapa hii wale ndio wako kama wale kile pale tunaongea maji alidoni tunashikana. Lakini sasa naomba niwaeleze ili kwa sisi ndio tunataka kwamba ubatizo ni sakramenti ambayo tunafanya kila mmoja wetu hapa. Hapa tutaendelea sio kwa kuzikwa.
lakini kufa kwa yale maovu yote, yale mabaya, muziki na kumwambia hadi sasa kiumbe kipya ambao sasa amevaa badala baya kwa sababu huyu Kristo alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, alipokuwa kaburini, alikuwa ameacha yale yote yaliyokuwa kaburini na kufufuka na kutu upya kwa wanadamu. Sasa kila mmoja wetu aliyoko hapa anaelekea Pasaka, tunataka kwa Kristo. Ni Mkristo, ni mwanadamu, ni mtoto, ni mama, ni baba, padre ambaye amevaa mtu mpya, ambaye anapaswa kuwa na mwanzo mpya na mwelekeo mpya. Tumeelewana kwa jana? Mwelekeo mpya, tabia mpya, imani mpya, na kila kitu kipya. Hiyo kama unataka kuendelea sana sasa, imani hiyo imarishwa. Na kila mmoja hapa kwa Kristo, jambo ambalo limefanya kila mmoja awe kipya. Mungu wake wa Kristo uko kitu ambacho sio tu waliobatizwa, lakini waamini wote ambao wanaelekea na wanashangilia huko. Tumekufa na Kristo na tumekufa naye. Na kusikia kile kwa umeimba vizuri sana. Na umeimba kufuku. Basi kumbe kufuku na umeimba uweze kuwa chanzo cha maadili mema, chanzo cha imani mpya, chanzo cha mwelekeo unaoeleweka, kwa sababu ulimanao new creatures, tumekuwa viumbe vipya, tumevaa mtu mpya. Yale yote kwa awali. Lakini sasa tunajua kutoka hapa tutakachoonyesha kwamba katika Krismasi Pasaka kwamba kiendelea kwa Yesu Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Tutakuwa tumetayarisha pilau, tumetayarisha kinywaji na kinywaji. Kwa hiyo tutamuweza na kinywaji. Lakini pia tunakusanya kwamba ili tuonekane, tuonyeshe kwamba sisi kweli ni wana wa Pasaka, wana ambao wanaelekea kwa Bwana. Na kuweza kuonekana na kuonyesha kwa kuishi maisha mapya, na vile pia kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ninasema kwa kila mmoja leo hapa, ni moja pekee tunasikiza kwa watu ambao wameanza kuishi mapya jana usiku. Onyesheni kwamba tumekuwa mpya. Onyesheni kwamba tumezaliwa upya. Onyesheni kwamba tumebatizwa katika Pasaka
kwa mbinu zenu, kwa maongezi yenu, kwa tabia zenu na maisha yenu kwa sasa kwa maisha mapya. Isitoshe, ishini maisha ambayo sasa iko karibu kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kipindi cha Pasaka tunaanza kila mmoja wetu hapa kuona na kutafakari jinsi ya kukuza imani yake ambayo sasa imepanda kuwa imani mpya. Ili hiyo imani iweze kuonekana kila siku katika maisha yako, katika matendo yako na jinsi unavyoishi na unavyotenda. Tuondoe hofu na mashaka katika maisha yetu. Tuwe wajasiri ambao wanaweza kuwa tayari kupiga mbio na kuelekea kaburini kushuhudia kwamba kweli hayupo. Tuwe wajasiri kama vile mitume walivyokuwa na kama vile mama alivyokuwa. Mtume wa kwanza wa kushuhudia huko wa Kristo alikuwa nani? Ndio batizo jana ama mjibu? Kwa sababu Petro wa pili alikuwa nani? Kisha na nani? Ndio bado alikuwa kwanza kushuhudia kwa vile alikuwa nani? Anayejibu Yesu Kristo. Mbili, tatu, nne na nusu, tano, Mwisho mwalimu aliyokuja kwamba aliyekuwa kwanza kushuhudia kwa kupatana. Anakuja nani? Anakuja nani? Kwamba aliyekuwa kwanza kushuhudia kwa nani? Ndio kama sababu yake sana. Hata naambia hapa kwa kile sana huko kujana. Sawa. Naomba sawa. Alikuwa huyo mtaja na alikuwa mama. Lakini pia wale wanafanya hayo ashuhudie huko sio kwa sababu alikuwa mzuri ama kwa sababu alikuwa nini, lakini kwa sababu alikuwa na upendo wa ndani na ujasiri ambao ulimfanya asiogope kwenda makaburini kuonyesha upendo, ili kuhakikisha kwamba bado yuko mahali hapalizika. Unapoenda makaburini hapa tunachakaa, unapoenda makaburini huko Burumati, wengi wanaogopa hata kuingia makaburini, wanasimama kwa barabara kwa sababu wanasahau kwamba hata hao wanafanya nini. Lakini Maria Magdalena alisema atarudi kaburini kudhihirisha upendo aliokuwa nao kwa huyu Kristo mmoja. Alienda na baada ya kwenda, baada ya kushuhudia kwamba ni kweli, alienda kupata habari wale wanaume kule tena wanaume kule na ubabe wanaanza kuamini ushuhuda unaotolewa na mama. Tuwe wajasiri, sio na hofu katika maisha yetu. Kristo
yote, na kama ameshinda yote, amefanya sasa maisha yetu yaeleweke, matendo yetu yaeleweke, na nikumbusha kwamba yale yote ambayo tumesikia kuhusu huko Kristo haijajengwa katika hadithi tu, lakini imejengwa katika ukweli kwamba kila mmoja aliyeona sasa anaandikwa kuwa shahidi wa matumaini, shahidi wa maisha mapya ambayo yameletwa na huyu Kristo Bwana wetu. Mwisho ni kwamba ulimwengu mzima, dunia nzima, wanadamu wote wanatamani kuona huyu Kristo bado, na wanatamani sana na sana. Watamwanaje? Yana na Kanani, yana Wakure na Wasukuma, Wakure na wanaje Kristo kukumbuka awali ni bali ndio Mungu anapigana na watu kama mnaanza mimi ni kijana na kijana sasa kwa tunaswali na sofa wako ni kijana na kijana sasa watoto hadithi naomba niambie wimbo mzuri sana ambao sasa uko sokoni ambao ukiimba najua huko kwa kifupi ndio kusema kwamba najua kuna jina hili kuuliza nafikiri sababu unaweza kuuliza saa 24 na angalia vingine lakini ya muhimu kwa kushiriki nayo kwa sababu kulingana na darasa ndio mimi kama mwalimu napenda kwa nataka kuwa kama mwanadamu bila nani ili aone furaha hiki ni sababu tunapigana watamuonaje huyu Kristo sababu kuvuka Familia ambazo zinatengana, ndio nataka na Krismasi ndio mbaya. Lazima katika kitoleo cha damu. Tangu ndio mwanzo.
Pasaka na Krismasi, lazima tupatie serikali kidogo. Hiyo ni kwa Mbuya, hiyo ni kwa Sukuma, hiyo ni kwa Jaluo, hiyo ni kwa Wahete, hiyo ni kwa Waha. Lazima mmoja asaidie Krismasi kama milioni. Hiyo ni kwa watamuonaje hiyo mtu anakufa? Watakaoonyesha Kristo kwa ulimwengu, watakaoonyesha Kristo kwa hawa wanaodhani, hawa wanaopigana, ni wewe na ni mimi ambao watasherehekea, ambao watakusudia ufufuo wa Kristo na kuwa viumbe wanadamu ambao wamevaa utu upya. Tusimame katika imani yetu. Tuanze kwa